Yes bana, leo ni Jumapili ya tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni siku ambayo watazamaji, wafuatiliaji wa tamthilia nchini ama wapenzi wa sanaa kwa ujumla hawataweza kuisahau. Naweza nikasema pia ni siku ya huzuni kwa wale ambao walikuwa wanaifuatilia tamthilia ya Noma, moja kati ya tamthilia ambazo zimetoa mafunzo kwelikweli, mbali tu kwamba imefundisha ama imeburudisha, lakini ndani yake kuna mafunzo mengi. Kuna mafunzo ya mahusiano sambamba na ndoa. Shukrani za dhati kabisa ziende kwa uongozi mzima wa Amok Film Production, watu ambao wamesimamia tamthilia hii ya Noma inaruka kuanzia mwanzoni ilipoanzia mpaka hapa ambapo imeishia. Kwanza kabisa uongozi wa juu kabisa, rais mwenyewe, mkurugenzi ambaye ni Adamo Mastermind, my brother. Shukrani nyingi ama pongezi nyingi ziende kwako. Siku ya kwanza kukutana naye ndugu yangu huyu, nikazungumza naye akaniambia, bwana, kuna vitu vikubwa nimepanga nivifanye kwenye tamthilia hii ya Noma, ama kuna mapinduzi makubwa yanakuja. Binafsi nilikuwa nachukulia kama vile kitu cha kawaida, kwa sababu watu wengi filamu nyingi ama tamthilia nyingi zinapokuwa zimekuja mwanzoni huwa madirector, watungaji wanazungumza mengi kwamba mimi ndo mimi, hii ndo kazi bora, hakuna kama hii. Nikawa nambeza, lakini kwa hapa ambapo umefikia sina budi kupiga saruti, kwa maana kwamba Noma ni Noma kweli. Kama unavyofahamu, ukizungumzia Noma unazungumzia matawi manne ama vichwa vinne, brothers, four brothers, watu ambao ukiwavunja vunja ndani yake ndio unapata matawi mengine. Kubwa kabisa ni hawa wanne. Wa kwanza Emedi PhD, na kwenda kwa jina la Tony, brother mwenyewe, kaka mkubwa kikundi, moja kati ya watu ambao watu wengi wamefurahishwa na vile ambavyo ameonyesha sanaa yake. Tumezoea kumuona Emedi kama vile ni mtu ambaye penda, yani Mr. Lava, kikutana na demo anapenda, lakini humu imekuwa tofauti. Emedi anaumizwa. Hakuna mtu ambaye angetarajia kwamba kumuona Emedi anaumizwa. Mwisho wa siku ameingia kwenye mahusiano na mwanamama huyu Wendy ambaye ni mkewe. Tulitarajia kwa pilika zake Emedi ambazo tumezoea mitandaoni kuziona, ni mtu ambaye chapa ilale, mzee kujivuna kila kukicha, lakini kwa Wendy amesanda bwana. Emedi amekuwa ni mtu wa kulilia mahusiano, ni mtu wa kulilia ndoa, ni mtu ambaye wa kulilia penzi. Kuna funzo kubwa ambalo Emedi ametuonyesha hapa kwa hii kapo ya Emedi na Wendy. Kwa Wendy ameteseka, lakini kwa Suzy ameenjoy. Watu wengi wamefurahi sana kumuona Suzy na vile ambavyo tamthilia imeisha. Suzy mwisho wa siku amejifungua. Ndio hivyo bwana, kwa tawi la Emedi watu wengi wameenjoy. Upande wa pili ni kwa Chichi mapepe, Chichi mapenzi, kwa maana kwamba Chioma au Mariam akiwa na mumewe Saidi Side. Miongoni mwa watu ambao wamependwa kweli ni Saidi na Chioma. Watu wengi wamefurahishwa hii kapo yao. Ni miongoni mwa kapo ambayo haikuonyesha kama vile ni ya kishua ya maisha fulani vya kati, lakini walikuwa na furaha kweli. Watu wamependa sana vile ambavyo Saidi na Chioma ameishi. Comments nyingi zimekuwa zinawazungumzia wao kwa mazuri na kuombea heri huko wanapokwenda, kama tamthilia itaendelea zaidi au kama tamthilia nyingine itakuja wawe na chemistry kama hii ambayo wameionyesha Chioma na Saidi. Kitu ambacho watu wengi kama vile hawajaelewa ni kuhusiana na mimba ya Chioma imekwenda wapi. Watu wengi wangetarajia kuona kwamba Chioma kajifungua, hasa ni wale watu ambao wanampenda ama wanapenda chemistry ya Chioma sambamba na Saidi. Wangetamani kuona hivyo Chioma na mtoto wake. Ukiangalia kwamba ni moja kati ya mtu ambaye alikuwa anapambana ama analia muda mrefu, akitamani mtoto, wakitamani waone bwana Chioma naye kajifungua, mwisho wa siku anafurahia na mtoto na kitu kama hiko. Kama uongozi wa Amok Film ambaye ndiye waandaji wa hii tamthilia Noma wakiliona hili, bila shaka kama kutakuwa na muendelezo, bila shaka ama tungependa waje watuonyeshe vile ambavyo Chioma naye anajifungua. Mwisho wa siku wapenzi wa hii kapo ya Chioma sambamba na Side waweze kufurahia juu ya hiki. Mtu wa tatu ni Adam, ndugu yangu huyo, jamaa fulani muuni akiwa na mkewe ambaye anafahamika kwa jina la Hadija, kama sikosei, naomba nimuite jina hilo. Tunafahamu ya kwamba Adam alikuwa ni kijana fulani muuni, ni mshikaji fulani vichapa ilale, hana achagui umri, hajaumba yeye, mkubwa twende, mdogo twende, kwa maana kwamba makamu yake twende, watu wazima twende. Mwisho wa siku ndio hivyo, amekaa amejirudi, ameona kwamba mtu sahihi kwake. Ndio vile ndugu yetu Rahmatafu ambaye kwa baadaye akaja akabadilisha jina akaitwa Hadija. Adam mwisho wa siku ameingia kwenye ndoa, lakini Adam amechukizwa mara baada ya kuweza kuona mama yake ameingia kwenye mahusiano
na kijana mdogo, kijana ambaye bila shaka ni umri wake, huenda kata yeye akawa amemzidi, hajapenda kweli. Kwenye hili bila shaka mwandishi ametufundisha kwamba mahusiano ni kitu ambacho hakichagui umri. Inawezekana wewe ukawa ni mtu mzima lakini ukampenda mtu ambaye ni mtoto, ama kwa maana kwamba mtu ambaye umemzidi umri, ama inawezekana kwamba wewe ukawa ni kijana fulani hivi wa makamu lakini ukaingia kwenye mahusiano na mtu ambaye amekuzidi umri. Ndivyo ambavyo tumeona kwa mama yake na Adam. Mama yake na Adam ni mtu mzima kwa vile ambavyo anavyoonekana kwa by physical appearance, lakini amempenda kijana ni mdogo. Mwisho wa siku amekubali na kuhama nyumbani ili mradi tu aweze kwenda kuanzisha mahusiano na jamaa ambaye yeye ameamini kwamba ni mtu sahihi kwake. Kwa hiyo kongole nyingi ziende kwa mwandishi kwa kuweza kutuonyeshea tawi hili la Adam na vile ambavyo mama yake ameweza kupigania mahusiano yake. Na mwisho kabisa ni ndugu yetu Nawanda, my brother, huyu mtu fulani hivi ambaye mwenyewe anajikubali kweli, anasema hakuna mtu ambaye anayeweza kuigiza kama yeye, jamaa fulani wa kutoka Mtwara. Unajua watu wa Mtwara na watu ambao wanapenda kujikubali. Na mimi naamini Nawanda anajua ndiye styling wa mchezo kama vile ambavyo tunaona. Lakini sijui kama ni styling au ni kubwa la maadui, kwa sababu mwisho wa siku tunaona kile ambacho kimemtokea Nawanda bwana, pingu zimemhusu yeye na Wendy. Kwenye karakta ya Nawanda kuna vitu vingi vya kujifunza. Kwanza ni msimamo, kusimamia msimamo. Kuanzia pale ambapo Salma aliweza kumkataa ama kudai taraka kwa mumewe ambaye ni Nawanda, mwisho wa siku yakaenda kumkuta akatamani arudi kwenye ndoa, lakini Nawanda akakataa kumrudia. Hapa tunaonyesha jinsi gani kuna msimamo mkubwa sana. Tunatakiwa tushikilie kwenye misimamo yetu licha tu ya kwamba tuna madhaifu, na wale watu ambao kuna baadhi ya watu wanatamani watumie mapungufu yetu ama madhaifu yetu kwa ajili ya kuweza kutuadhibu, lakini imeshindikana. Nawanda kwenye hili kwanza ametuonyesha msimamo wake wa kuweza kukubali kumrudia Salma, lakini pia ameonyesha msimamo kwenye 1 na 2 ya kuweza kumpenda Wendy, sambamba kwamba ni shemeji. Pia sambamba kwamba anaonekana ni snitch, lakini ni mtu ambaye ameamini na kushikilia kwenye kile ambacho anakiamini muda mrefu. Mara nyingi amekuwa kisifu kwamba hakuna mtu ambaye anampenda zaidi ya Wendy. Amesikika hivyo hata pale ambapo alikuwa anamwambia mkewe, najua umekuja kuniomba samahani mbele ya marafiki zangu ili mradi niweze kukusamehe, na unataka kutumia kigezo cha mimi kigezo cha wewe kufahamu kwamba mimi na mahusiano na Wendy ili mradi niweze kukusamehe, lakini never. Mimi popote unaponikata damu yangu ni Wendy. My brother Nawanda, moja kati ya watu ambao siku ya kwanza tukukutana naye vile ambavyo alikuwa anazungumza, alikuwa anamaanisha kwamba ana kitu, na kweli kitu tumekiona. Pongezi nyingi ziende kwa uongozi, narudia kusema tena, kuanzia kwa mtunzi mastermind mwenyewe kwa kuweza kukusanya hawa watu wanne, kumkusanya Medi PhD, kumkusanya Habibu Mtambo kwa maana kwamba Saidi, kumkusanya ndugu yetu Hadamu, na kumkusanya Nawanda. Sio leo waza nini mpaka kuweza kukusanya watu wote hao. Kiujumla watu wengi wamefurahishwa na kile ambacho kimeonyeshwa kunako tamthilia hii ya Noma. Ni tamthilia fulani ambayo inaburudisha, lakini ndani yake ina mafunzo mengi kwenye masuala mazima ya mahusiano. Hatutoacha kusema hivyo. Comments nyingi, maua mengi yaende kwa timu mzima ya Amok Film Production, sababu na wasanii wote. Kila msanii amecheza kwenye uhusika wake. Kila msanii amevaa viatu ambavyo alipaswa kuvivaa kwenye kutuonesha kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu amembariki. Ni tamu, alafu katika pop ikawa imekwisha. Wengine natamani kama vile season iendelee. Wengine wanasema tuleteni season 2. Hawafahamu kama hii ni season 3. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba wanatamani waone season 4 nini ambacho kinaendelea. Mathalani in case ikatokea kwamba mtunzi akatuonyesha kile ambacho kinaendelea, ama akatuonyesha kwamba hii Noma inaendelea, bila shaka ungetamani waone mahusiano ya Chioma na Saidi yanaendaje, kwamba ndoa yao, familia yao, mtoto wao, kama mara baada ya Chioma kujifungua itakuwaje. Lakini Hadija pale na Adamu wametamani na wenyewe wapate mtoto, wangetamani waone maisha yao wanaenda kuishi vipi. Lakini hata mama yake na Adam kule ambapo wamekimbilia, walitamani waone kwamba atakuwa na furaha ama ni kijana mdogo atakwenda tena kumpa maumivu. Lakini pia wangetamani waone kama ikibidi wataonyesha tagerezani vile ambavyo Nawanda na Wendy wanakwenda kuteseka. Lakini kingine bwana, wangetamani waone maisha ya Tony na Suzy. Moja kati ya kapo ambazo kwa hakika watu wengi wamefurahishwa, watu wengi wameipenda.
Suzi kwa sasa ameshaweza kupata amani ya moyoni, ameshavalishwa pete na Tony amemuuliza pale kwamba bila shaka unakwenda kwa mke wangu na upo tayari. Suzi amekubali hilo. Kwa hiyo wengi wamepongeza uongozi wa Among Film Production kwa kuweza kuimaliza hii tamthilia ili hali ikiwa inapendwa, lakini wameshangazwa kuona mbona ghafla kwa sababu hawajaona matangazo. Tumezoea kwamba filamu inapokuwa inakaribia kuisha ama tamthilia inapokuwa inakaribia kuisha, kuna matangazo yanakuja kwa kuonyesha kwamba kuna kazi mpya inakuja, lakini kwenye Noma imekuwa so different. Hakuna tangazo lolote ambalo linatuonyesha kwamba Noma imekuisha, kuna nyingine inakuja. Kwa hiyo wanashangaa Noma imeshaishaje yani. Mbona ghafla? Watu walijua kwamba leo tunatazama Jumapili, lakini next week on Friday tunakwenda kuiona tena Noma, lakini ndio imeshakuwa ghafla. Wameshangaa inakuwaje, mbona Noma inaisha ghafla? Tungetamani kuendelea kuiona Noma kwa sababu Noma ni Noma. Noma ni miongoni mwa kazi ambazo watu wengi wamefurahishwa na vile ambavyo imekuja. Lakini kukumbushe, tamthilia Noma imekuwa nominated ama imependekezwa kunako tuzo za Zanzibar, kwa maana kwamba Zanzibar International Film Festival, nilikuwa nazungumzia ZIFF 2026, moja kati ya tuzo ambazo zinatolewa kule nchini Zanzibar, naweza nikasema hivyo. Na kwa niaba ya uongozi wa Among Film Production, naweza nikawaomba watazamaji wapenzi, watu ambao wanapenda tamthilia hii ya Noma, muweze kuwapigia kula Noma kama Noma iweze kuwa best film of the year 2026. Mimi yangu ndio hayo kama Nyundo TV. Nilikuwa najaribu kugusa mawili matatu kuhusiana na kukamilika ama kuisha kwa tamthilia ya Noma na vile comments ambazo watu wanaposema. Wapo ambao wamefurahishwa na wapo ambao wamechukizwa kwa kuona Noma inaisha ghafla. Nimesahau cha mwisho, kitu ambacho watu walikuwa wanaulizia ni kuhusiana na binti Kipipa, ambaye ni mke mwenzake na Chioma Chichi mpenzi. Ajulikane ameenda wapi bwana, ama ndo talaka ndo ilishatoka, mimi sijui. Mnaweza kutuambia kwenye comment hapo. Lakini mwisho wa siku, na wewe mfuatiliaji, mtazamaji wa tamthilia hii ya Noma, tuambie vile ambavyo tamthilia hii ya Noma umefurahishwa ilivyoisha. Umefurahishwa ama hujafurahishwa? Wewe ni miongoni mwa watu wamefurahi kuona Noma ipo kwenye utamu lakini imekuisha, au wewe pia ni miongoni mwa watu ambao unatamani kuona Noma inaendeleaje in case uongozi wakaja kutangaza kwamba kuna season 4 inakuja? Au wewe ni miongoni mwa watu ambao wamechukizwa kwa Noma kuisha? Au wewe ni miongoni mwa watu hawajaipenda kabisa Noma? Msafara wa Mamba na Kenge wakosi bwana, si wote ambao watakuwa wameipenda, bila shaka wapo ambao watakuwa wameichukia. Mwisho kabisa nikwambie, hii hapa ni Nyundo TV. Kuisha kwa Noma tunaendelea kushabikia ama tunaendelea kutazama tamthilia zingine ambazo zilizokuwa zinaendelea. Thanks for watching.